Mtaa wangu huu wa Yange ni mtaa mmoja, lakini kutokana na jiografia ya ukubwa wa mtaa wetu huu nadhani kwa sasa kutokana na ukubwa wake unakadiriwa kuwa inawezekana kabisa ikawa ni mtaa mkubwa katika halmashauri ya jiji hili la Dar es Salaam. Kwa hiyo tuna mtaa, lakini tuna zoni za mtaa zinazounganisha mtaa kutokana na ukubwa. Kwa hiyo tuna maeneo yanaitwa Chakenge, kuna maeneo yanaitwa Nane Nane, kuna maeneo yanaitwa Mwame, lakini pia na Msongola Center. Kwa hiyo ni mtaa mmoja huu ambao ni wa Yange. Mshukuru kwa kikao kizuri kile ambacho mkuu wa mkoa amekifanya na ameshusha maelekezo kwa wakuu wa wilaya, kwa maana DC, ili waweze kutuharati sisi twende tukafanya yale ambayo ameshusha kutoka kwenye mamlaka zake na kuleta katika wilaya. Lakini tumepokea kutoka kwa mkuu wa wilaya ndugu yetu Mheshimiwa Edward Mpogoro ambaye ni mkuu wa wilaya ya Ilala ili kusimamia sasa yale maelekezo ambayo mkuu wa mkoa ameyatoa. Na maelekezo ambayo ameyatoa ni maelekezo yanayohusiana na majukumu ya kila siku, hususan kwenye maeneo ya usalama wa nchi katika maeneo yetu, lakini pia ameelekeza kufanya utafiti vizuri kuhusiana na wahamiaji haramu, lakini pia na mambo mengine ya kimaendeleo. Lakini sisi kwenye kikao hiko tumeona ni vyema kwa maelekezo yale tushuke sasa kwa wenye viti wa mashina ambao sisi tunafanya nao kazi kwa pamoja, na ndio viongozi wa mashina ambao wanawafahamu kwa karibu wananchi ambao wanaishi nao. Lakini leo tumefanya hivyo na tumeunganisha kikao hiki na walinzi shirikishi, kwa maana wa zoni zote 4 zinazounganisha mtaa huu wa Yange. Tumezungumza nao na tumewapa maelekezo ambayo tayari tumeelekezwa na mkuu wa wilaya kuja kwao. Lakini maelekezo haya ya kimsingi yalikuwa ni kuwaunganisha wao baina ya walinzi shirikishi na wajumbe wa mashina waweze kufanya kazi kwa karibu, lakini wakishirikiana na serikali ya mtaa. Lakini kwenye kubaini mambo mbalimbali, hususani apartment ambazo zipo katika mtaa wetu huu, ili waweze kuzifanyia utaratibu wa kuzitambua, na tumekubaliana muda, tumewapa wiki 2 ili waweze kutuorodheshea apartment zote ambazo zipo katika maeneo yao na makazi yao, lakini pia na nyumba za wageni zote ambazo zinazoishi katika mashina watuorodheshee, lakini pia tarehe 30 watuwasilishie kwa ajili sasa ya kuona tumetekeleza maelekezo halali ya mkuu wa mkoa kutoka kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa hiyo tuko hivyo, na ndio lengo la kikao hiki cha leo, pamoja na kushirikiana kuhakikisha tunaimarisha ulinzi katika mtaa wetu huu wa Yange. Toka tangazo hili litolewe la ulinzi shirikishi, sisi mtaa wetu tulipokea na tulianzisha ulinzi shirikishi mwaka 2021 kwenda na 22. Kwa hiyo toka tulipoanzisha tofauti ni kubwa sana baina ya kipindi ambacho nyuma hatukuwa na ulinzi na kipindi ambacho ulinzi upo. Na utofauti huu tunauona kwenye baadhi ya maeneo machache katika mtaa huu ambayo ulinzi kidogo umelegalega. Kule wahalifu wanaonekana mara kwa mara, wanakaba, uhalifu mdogo mdogo unakuwepo. Lakini kwenye hizi zoni za ulinzi ambazo tayari ulinzi upo, hakuna matukio ambayo tunaripotiwa mara kwa mara kwamba kuna uhalifu. Kwa hiyo tukiseme tu kwamba ulinzi huu ni suluhisho. Ulinzi unasaidia kuhakikisha wahalifu wanaogopa kuingia katika yale maeneo ambayo tayari ulinzi upo. Tulielekeza kupitia kikao hiki kwamba wananchi walinzi hawa pamoja na wajumbe wa mashina kwenye tahadhari ya kuhakikisha wageni ambao wanahamia, wageni salama, basi wawabaini, lakini wageni ambao wakiwa na mashaka nao basi waweze kutoa taarifa kwenye mamlaka husika. Lakini pia hili lisiwe tu kwa wajumbe wa mashina wala kwa shirikishi peke yao. Jambo la ulinzi wa nchi hii au la maeneo ni jukumu la kila mtu. Kwa hiyo hata wananchi, nitoe wito kwamba wanapoona matukio sio ya kawaida, wageni sio wa kawaida, tuwe na utamaduni wa kuona viashiria mbalimbali ambavyo si salama, basi tuweze kutoa taarifa ili kuhakikisha mtaa wetu huu wa Yange unakuwa salama katika maeneo yote. Mimi naitwa Hamisi Mikwanga, ni kamanda wa Msongola Center. Sisi ni walinzi wa usiku, maana ni walinzi shirikishi. Kwa katika majukumu ya ulinzi wetu, ina maana vifaa tunavyolindia vichache. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji vifaa, na vile vile katika doria, manake askari tulionao manake ni wachache. Na kama askari wachache, manake sisi tunapozunguka hatupate nguvu ya askari wengine ambapo wa kuongeza nguvu manake. Kwa sababu matatizo yanatokea mengi na tunakabiliana nayo kwa yale tunayoyaweza. Lakini ambaye mengine ambayo si anatushinda, na maana anahitaji
nguvu zaidi. Kwa hiyo tunahitaji ushirikiano wa nguvu na maaskari polisi. Mimi kwa majina naitwa Shija Bundala Mangilima Mumbu. Ni kamanda wa eneo la kwa Kichonge. Ni kamanda mkuu. Vile nilikuwa ninaomba tu ushirikiano na makamanda wangu wa kubwa mbele walioko juu, wanishike mkono kulingana na vijana. Ninahitaji vijana. Nahitaji vijana maskari niongezewe katika kituo changu, maana hata vifaa tulivyo navyo ni vichache, maana havitoshelezi kiukweli, maana uhalifu tunahitaji kuutokomeza, ila sisi tunawinda lakini na sisi tunawindwa. Jina naitwa Emedi Saidi Kimbunga, mjumbe wa shina namba 5 Santiago. Tumekuja hapa kwenye kikao kwa lengo na makusudio kuja kupokea maagizo. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu maagizo tumeyapokea vizuri na tunakwenda kuyafanyia kazi. Kwa hapa tunakotoka, ulinzi tulikotokea upo vizuri. Ulinzi na usalama upo vizuri na umeimarika vizuri. Na katika mtaa wangu binafsi au katika mitaa yote sasa hivi, zile kelele za kusema mtu anakatiwa dirisha, anakabwa, anafanya nini, zile zimekuwa zimeisha baada ya kushirikiana na mwenyekiti wa serikali za mitaa na polisi kata. Mimi na imani tunaishi katika mazingira mazuri. Na maagizo tuliyopata leo tunakwenda kuyafanyia kazi. Maagizo tuliyopata kuhusiana na nyumba za wageni, apartment, nyumba za wapangaji, na kujua katika maeneo yetu tunayoishi tukiwa kama wajumbe ndio wenye viti wa mashina, kwenda kusimamia na kuangalia na wakazi wangapi, mgeni nani, mwenyeji nani. Kwa hiyo maagizo tumeyapata chini ya mwenyekiti wetu wa serikali za mitaa, Mheshimiwa Mlishogoa, tunakwenda kuyafanyia kazi kwa muda huu. Jina naitwa Latifa Ramadhani, ni mjumbe wa shina namba 21. Tulikuwa na kikao na mwenyekiti wetu wa serikali za mitaa. Kikubwa tumepokea maagizo ya mwenyekiti ambayo ametuagiza. Katika eneo langu mimi nimejipanga na kamati yangu, tutafanya kazi kwa weledi ili kukamilisha kile alichotuagiza mwenyekiti, katika kukagua kwenye roji zote, kuwapitia wale wote wageni ambao hatuwafahamu katika eneo letu na kuwaweka katika daftari letu la kudumu ili kuwakilishwa kwa mwenyekiti wetu wa mtaa. Kabla ya hapo, hali ya ulinzi kwenye mtaa wetu ilikuwa kidogo na shida, kwa sababu wengi walikuwa na wamama wanakabwa, hata watu wanapotoka alfajiri walikuwa wanakabwa, lakini hizo changamoto zote kupitia mwenyekiti wetu wa mtaa Goa tumezimaliza au tumezipunguza kwa namna moja ama namna nyingine. Wito wangu kwa wakazi wa mtaa wangu, kwanza tunashirikiana vizuri, na mimi nitapita pia kuwaelekeza haya maagizo yaliyotoka kwa mkuu wa mkoa kwamba tujilinde na hizi changamoto ambazo zinazoendelea kutangazwa katika vyombo katika mitandao ya kijamii kwamba kuna uvumi kwamba tarehe 7 kuna vitu ambavyo vitatokea. Kwa hiyo tumepewa maagizo ili tuwafikishie wananchi wetu katika mtaa wangu.